والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله. أمس توقفنا عند قول المؤلف وترك الخصومات في الدين وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال. تحدثنا عن المجادلة وحكمها عند أهل السنة والجماعة، وأنها تنقسم إلى قسمين: منها ما هي ممدوحة ومنها ما هي مذمومة، أعني المجادلة، وانتهينا عنها. لكن في هذه الجملة بقي شيء أحب أن أنبه عنه، وهو من قوله وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، kuacha kukaa na watu wa bid'a, watu wenye kutanguliza matamanio yao juu ya kitabu na sunna, haipaswi kukaa nao. وهذا الأمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. watu wa bid'a haipaswi kuwaeka karibu, haipaswi kuwafanya kuwa ni ahbab, bali kinachotakiwa ni hajruhum walibtiadu anhum wa adam mukhalatatihim. Isipokuwa tunapozungumzia hajrul mubtadi, pamoja na ikhtilafu za maulama, kuna ulazima wa kuchunga masalih na mafasid katika kuwaama watu wa bid'a, lakini lililo sahihi fi dhalik ni kuchungwa maslahi na mafsada. Kukiwa kuna maslahi ya kuwaama watu wa bid'a, yuhjaruna indaihi, wa illa fala. Kukiwa kuna maslahi ya kumuama mtu wa bid'a, kuwa mbali na mtu wa bid'a, anaamu wakati huo na anafanywa muqata. Lakini kama hakuna maslahi, bali kumuama kunamzidishia kibri na kuzama kwenye bid'a yake, na pengine kuwasababishia hata watu wa sunna dhaiq katika da'wa na mfano wake, wakati huo busara ni kuto kumfanyia muqata'a mtu wa bid'a na kuto kumwama.
pamoja kwamba ahlu al-ilmi wapo ambao hawajaweka sharti hilo la kuangalia masalih na mafasid, lakini nimeangalia maneno mathalan ya Ibn Baz rahimahullah, sema usahihi ni kuchunga maslah na mafsada. Yaqulu Ibn Baz baada ya kuzungumza mengi juu, akasema falhasil anna al-arjaha wal-awla an-nadharu fi al-maslaha, kinachopatikana ni kwamba kauli yenye nguvu na ni bora zaidi kati ya kauli mbili juu ya kuwahama watu wa bid'a kwa kuangalia maslahi au basi na kuangalia maslahi na mafsada, lililokuwa na nguvu zaidi ni an-nadharu fil maslaha, lazima tuangalie maslahi. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين. Ukiangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, si kila ambaye aliyefanya jambo ambalo anastahiki kuamwa alimuama mfanyia haji. Kuna watu ambao waliwafanyia haji na kuna wengine aliwaacha. Wama dhalika illa muraa'atan lilmaslaha wujudan wa adaman. Hilo limetokea ni kwa sababu ya kuangalia maslahi. Yalipokuwepo maslahi akawaama, akawatenga. Pale ambapo maslahi hayakuonekana hakulifanya hilo salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kwa tambihi hii ya kutosha kuwa una ulazima wa kuiangalia hii masala kwa upana wake, maana shida kubwa ya sisi wanafunzi wengi tunaenda kuvamia kalamu za tunaenda kuvamia kalamu za ahli al-ilmi basi na kujua hao ahli al-ilmi wao walichukua hatua zipi kabla ya kuyasema hayo walioyasema juu ya kuwaama watu wa bid'a. Tunabeba maneno qala Fudayl ibn Iyad qala kadha, qala fulani kadha, kisha tunabeba hayo maneno moja kwa moja na kuyaplika kwa wale ambao tunaoishi nao katika watu wa bid'a. Kwa hilo sahihi ni kuchunga maslahi na mafsada wakati wa kuamiliana na watu wa bid'a. Ikiwa kuwafanyia mukafa kunapelekea wao kujifikiria na kujirekebisha na kuifuata haki, au hata kama wao haiwaathiri lakini watu wa pembezoni wao wanaathirika na kule nyewe kuwaama na kuwafanyia mukafa watu wa bid'a, fabiha wa ni'ma hajithum inda dhalik, waame wakati huu wala hakuna shaka. Lakini ikiwa mafsada ni makubwa zaidi, al-aula ni kuto kuwafanyia mukafa. Jumla inayofuata baada ya hiyo sentensi ni qaulu al-muallifi rahimahullah, was-sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sunna kwetu sisi ni athari za Mtume, sala na amani ziwe juu yake. Neno athar na neno al-khabar na neno al-hadith, athar, khabar na hadith, maneno haya matatu kuna wakati yanaingiliana
kimoja kinalenga sehemu maalum. Athar ni ashmal, neno ambalo liko pana zaidi, haiishii tu kwenye maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale yaliyopokelewa kutoka kwake fi'lan wa qawlan. Neno athari inaweza ikawa ni maneno ya Mtume, lakini inaweza ikawa ni maneno ya sahaba au waliokuja baada ya masahaba, at-tabi'un wa atba'uhum. Lakini hapa limetumika neno athari kwa maana ya ahadithu wa ma ruwiya ani nabii sallallahu alayhi wasallam min al-af'ali wal aqwali wa ma aqarraha an-nabii sallallahu alayhi wasallam. والسنة عندنا سنة بالسيسي لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، yale yaliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote yaliyopokewa kutoka kwa Mtume sawa sawa, iwe ni kauli au fi'li au takrir, hizo zinafahamika kuwa ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akataja wallahi kazi ya sunna, wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. Miongoni mwa kazi za sunna ni kwamba sunna inatafsiri Qur'an, tuwadhihu na inatawaza Qur'an. Qur'an kuna wakati uweza ukaisoma makusudio ya undani kabisa usiyapate kwenye hiyo aya, bali ukayakuta kwenye sunna, kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio zitakufafanulia na zitakuwekea wazi makusudio ya kauli ya Allah kadha ni hivi na hivi. Kwa hiyo Qur'an ni miongoni mwa kazi zake ni kuitafsiri Qur'an. Hadithi miongoni mwa kazi zake ni kuitafsiri Qur'an, kuiweka wazi Qur'an. Allah jalla wa ala anasema, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Tumekuteremshia sunna, tumekuteremshia dhikr ili wabainishie watu Qur'ani walioteremshiwa. Hii dini ukamilifu wake uwezo ukapatikana isipokuwa kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam thabita anhu. Wa hiya, na hiyo sunna pia dalailu al-Qur'an. Sunna hizo pia ni dalailu al-Qur'an, ni vijulishi vya Qur'an. Yani sunna zinafanya kazi ya kuijulisha Qur'an. Walaysa fi as-sunnati qiyas, na kwenye sunna hakuna qiyas. Yani kwenye kulithibitisha jambo hili ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, halithibitishwi kwa kutumia qiyas. Qiyas tunajua maana ya qiyas ni ilhaqu al-far'i bil asli bi'illatin jami'atin bainahuma. Wale ambao wamesoma usul fiqh, nafikiri taarifu ya qiyas ni hii au inakaribiana, ni maelezo ya Kiarabu. Kichukua kitu ambacho kisichokuwa na dalili ukakipa hukumu ya kitu ambacho kina dalili.
na wakati huo umefanya hivyo ni kwa sababu kuna kiunganishi kinachounganisha kati ya hiki chenye dalili na kisichokuwa na dalili, ambao wanakiita ni illa, kama vile kuzipa hukumu ya uharamu pombe ambazo zinauzwa sasa hivi, kuwa pombe hizo ni haramu kama vile zilivyokuwa pombe za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni haramu. Pamoja kwamba hakuna hadithi iliyokuja kusema Serengeti ni haramu au bia sijui ni haramu, lakini maadamu hizi pombe zinafanana na zile kwenye ishu ya kulewesha, zote zinalewesha, vyote ni vilevi, basi zinachukua hukumu moja, hiyo ndio kiasi. Lakini na hiyo kiasi inaitwa qiyasu tamthil au wanaita qiyasul illa, kwa sababu qiyas kuna qiyasu tamthil, qiyasul illa ambayo mnaisoma kwenye usul fiqh, lakini kuna qiyasu shumul ambacho hiki ni qiyas cha manatiqa, watu wa mantiq, lakini kuna qiyas aula, na makusudio ya hii ibara walaysa fi sunnati qiyas si kukanusha kwamba haifai kuichukua hukumu ya jambo fulani kuibebesha kwenye hukumu kwenye jambo lingine kwa sababu ya uwepo wa illa inayowaunganisha. Haikusudii kupinga kiasi hii, haikusudii kupinga kiasi cha kuthibitisha hukumu kwenye kitu ambacho hakina hukumu, bali kiasi hapa kinachopingwa ni kulithibitisha na jambo ambalo halina asli kabisa kwenye dini, kabisa halina asli, wala hauwezi ukalirejesha na kulifananisha kwenye chochote ukasema wa hili pia ni katika dini, ni katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ani mfano wake kama vile ukafanya qiyas ya kufunga kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yauma maulidihi, kufunga kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kuzaliwa kwake, ukafanya qiyas na sisi pia tufanye birthday siku za kuzaliwa kwetu, au na mimi pia nifunge siku ya kuzaliwa kwangu, ukasema na hii pia itakuwa ni sunna. Mbona Mtume kafunga siku yake ya kuzaliwa? Sunna haithubutu kwa kiasi, ili tuhesabu hii ni sunna ya Mtume au ameifundisha, imethibiti kwa athar. Hiyo imethibiti kwa athar, hiyo itakuwa ni sunna yako wewe, si sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala tuqrab laha al-amthal, wala sunna haipigiwi mifano, kwa maana haifananishwi, haithibitishwi kwa njia ya kufananishwa, haithibitishwi kwa njia ya kufananishwa. Yani ni sentensi ambayo haina umbali kimaana na iliyopita. Makusudio yote ni kupinga, makusudio ya sentensi zote hizi mbili ni kupinga kiasi, kupinga kuithibitisha sunna kwa njia ya kiasi. Ukapigia mfano, mbona jambo fulani limejuzu, basi na hili nalo pia linajuzu. Mbona jambo fulani ni sunna, basi na hili nalo pia ni sunna. Ukathibitisha sunna kwa njia hiyo. Sunna ni lazima tupate athar thabitun ani nabii sallallahu alayhi wasallam, wala tudraku biluquli, sunna haipatikani kwa kutumia akili, haipatikani sunna kwa kutumia akili. Hakuna njia nyingine zaidi ya kuthibiti kwa athari kutoka kwa Mtume. Hiyo ndio njia pekee ya kuthibitisha hili ni sunna, hili si sunna.
Ama akili yako ikakwambia jambo fulani kuwa ni zuri, kwa nini tusilifanye kuwa katika dini yetu? Hatuendi hivi. Lau kama ingelikuwa dini hii inakwenda kwa rai kama alivyosema Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, basi ingelikuwa kufuta asfala al-khuf afdal wa aula min a'la. Ingelikuwa kufuta chini ya viatu ni bora zaidi wakati wa kutayammam, wakati wa kufuta kwenye viatu muda wa kuchukua udhu, min a'lahu, kuliko kule ambako sheria imetuelekeza tufute ambao ni juu ya viatu. Akili inakuambia kabisa chini huko ndio kunastahili zaidi kufutwa, maana ndio kuna kanyaga manajisi uchafu, lakini sheria inakuambia ukivaa viatu sehemu ya kufuta ni ya juu, si chini unapokanyaga. Hilo linakuambia kwamba akili yako naam ina nafasi kwenye dini, lakini nafasi yake si kuthibitisha jambo ambalo halikuthibitishwa na Qur'an au halikuthibitishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo nafasi inabaki kwa Allah jalla wa ala na kwa yale ambayo auha ila nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Hakuna chochote kitakachothibitishwa kuwa hiki ni katika dini ya Mtume, dini aliyokuja nayo Muhammad, isipokuwa kwa athar. Akili haina nafasi hiyo, wala tudraku bil uqul wala al ahwa, wala hawa za nafsi, matamanio, kile ambacho mtu ni hubba yake, kile kitu ambacho mtu anakipenda zaidi, basi maadamu anakipenda hiki basi itakuwa ni katika dini. Dini haithibitishwi wala haizingatiwi kwa matamanio ya mtu binafsi. Wa inna ma, na hakika si vinginevyo, kizungumza dini, kizungumza sunna, ni huwa litibaa, ni kufuata tu kile ambacho umeelekezwa ndicho unatakiwa ukifanye, kile ambacho umekatazwa ni kukiacha. Matamanio yako imefurahika na juu ya hicho au yapo mbali na hicho kitu, hiyo ndiyo dini ambayo unatakiwa uifuate. Watarkul hawa, na kuacha hawa. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, nafikiri jumla ambayo tunakwenda nayo sasa hivi inahitaji utulivu zaidi. Wa min as-sunnati al-lazima allati man taraka minha khasla, na miongoni mwa sunna za ulazima za wajib, yani miongoni mwa vitu ambavyo ni lazima mtu aviamini, aishi navyo hivyo kama inavyomuelekeza sheria. Allati, sunna ambayo man taraka minha khasla, mwenye kuacha katika sunna hiyo khasla, kitu kimoja tu, walam yakbalha, na hakukikubali iko kitu, wa yu'min biha, wao inaunga kwenye walam, yani walam yu'min biha, hakukiamini hiko kitu, yani hakukikubali na hakukiamini pia. Lam yakun min ahliha, hawi katika watu hao wa sunna. Yani hapa anataka kubainisha vitu ambavyo mtu asipoviamini hivyo, asipovikubali hivyo, basi hawezi kuwa ni katika watu wa sunna, hawezi kuwa katika ahli sunna. Nasema mina sunnati lazima, na miongoni mwa sunna za lazima, allati, ambazo man taraka minha khaslatan, mwenye kuacha kimoja tu katika hizo sunna, walam yakbalha, hakukikubali, wa yu'min biha, wala hakukiamini, kwa kukikubali kwake iko kitu na kutokukiamini kwake iko kitu, lam yakun min ahliha, hawi katika watu hawa wa sunna. Miongoni mwa sunna hizo ni al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, ni imani ya kuamini qadari, khairi yake na shari yake. Khairihi wa sharrihi,
kheri katika qadari na shari katika qadari. Qadari iliyokuwa nzuri ambayo inakufikia na qadari yenye kukuumiza. Vyote hivi unatakiwa uviamini. Watasdiq bil ahadithi fihi, na kuzikubali hadithi kwenye hiyo qadar, wal imanu biha, na kuziamini hizo hadithi. La yuqalu lima, hapasemwi kwa nini imekuwa hivi, wala kaifa, wala vipi, yani inakuwaje kuwaje. Inama huwa tasdiq, hakika si vinginevyo, kinachotakiwa ni tasdiq, kukikubali kwa kitu, wal imanu biha, na kukiamini. Al-qadar ni katika as'ab al-abwabi fi al-aqida, ni katika milango migumu kidogo kwenye aqida, na kwa ugumu wake wengi wameteleza na wamepotea na njia ya haki kwenye huu mlango wa qadar, kama tutakapokuja kubainisha katika maelezo yetu kwa ufupi biidhnillah jalla wa ala. Lakini babu al-qadar, mlango wa qadar, ili uweze kuelewa unahitaji kufahamu vitu vitatu. Kwenye hivi vitu vitatu menda zungumzia viwili kwa leo biidhnillah jalla wa ala. Kitu cha kwanza kwenye vitu vitatu ambavyo unatakiwa uvijue kwenye babu al-qadar, kwa kuvifahamu hivyo ishkalati zote za babu al-qadar zinaweza zikatoweka kwako. Ni cha kwanza kabisa al-imanu بأن كل ما يقع يرجع إلى مراتب القدر الأربع. الإيمان بأن كل ما يقع يرجع إلى مراتب القدر الأربع. دففنوا. لكن jambo la pili ni qaida muhimu sana inda ahli sunnati wal jamaa. Na hii qaida pia ndakuja kuifafanua. Nihitaje tu ahli sunnati wal jamaa wana qaida muhimu katika babu al-qadar ambayo inasema la ta'aruda baina ithbati mashi'ati al-'abdi wa fi'lihi wa baina ithbati mashi'ati Allahi wa khalqihi. La ta'aruda baina ithbati mashi'ati al-'abdi wa fi'lihi wa baina ithbati mashi'ati Allahi wa khalqihi. Wengi kutoifahamu hii qaida ndipo wakajikuta wameangukia kwenye mu'taqad wa Jabriya, wengine wakajikuta wameangukia kwenye mu'taqad wa Qadariya na mfano wake. Takuja kufafanua. Lakini kitu cha tatu ambacho kwa kukifahamu utakuondolea ishkali katika babu al-qadar ni kufahamu ma yataallaqu bil al-hidayah wal idlal. Ni kufahamu yale yanayotaallaq, yanayofungamana na masala ya al-hidayah wal idlal, na kuhakikishia biidhnillah jalla wa ala hatutakuwa na muda wa kuyashibisha haya matatu,
lakini nakuhakikishia ukienda kuyafuatilia vizuri mambo haya matatu yatakuondolea ishkali zote za kwenye babul qadar. Yataenda kukuondoshia ishkali zote katika babul qadar. Na nenda yazungumzia kwa ufupi sana mazungumzo ambayo naamini kwa mwenye ufahamu wa haraka yanaweza kumnufaisha. Zaidi hapo ni kutafuta ziada ya kujazia kile ambacho ulichokipata. Lakini kabla ya kwenda kwenye jambo moja baada ya lingine kwenye haya matatu, tujue nini maana ya qadar. Al-qadaru maanahu nini maana ya qadar? Kutokujua maana ya qadar, baadhi ya watu wakaanza kupotea hapa kwa kupitia kipengele hichi cha kutokujua nini qadar. Kuna baadhi ya watu qadari wao wameelewa kuwa ni ilzamu Allah lil'abdi ala ma yuridu, arada al-'abdu au lam yurid. Kuna baadhi ya watu wamejua kwamba qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala kumlazimisha mja kila anachokitaka Allah, sawa sawa mja huyu ametaka iko kitu kukifanya au hajataka. Ndio wakaelewa hivyo maana ya qadar. Na walivyoelewa kuwa qadari ni hivyo, wakaona hapa haiwezekani. Itakuwa hakuna maana sasa ya kuweko kwa janna, kuweko kwa moto, kama ni malipo ya wale wanaotekeleza amri za Allah na wasiotekeleza. Ikiwa kumbe hawafanyi kwa matashi yao, sasa kuna haja gani ya kuwaadhibu kwa yale walioyafanya? Kwa wakaona suluhisho ni kukataa, hakuna kitu qadar, hakuna qadar. Lakini kukataa kwao kumerejea kwenye kutofahamu maana sahihi ya qadari ni nini. Wengine wakasema sisi tunaikubali qadari ipo, na kwa maana hiyo hiyo yani mja ni majburun, analazimishwa kwenye yale anayoyafanya, hafanyi kwa khiari yake. Sasa nini maana ya qadar? Al-qadaru maana yake ni ilmu Allahi bil waqa'i allati sataqa'u. Ilmu Allahi bil waqa'i ni Allah kuyafahamu matukio ambayo yatakayokuja kutokea. Ilmu Allahi bil waqa'i ni utambuzi, ni ujuzi aliokuwa nao Allah wa matukio allati sataqa, yatakayokuja kutokea. Wa kitabatuhu laha, na kuyaandika hayo matukio, sababu tayari ameshajua atakuja kutokea, akayaandika. Wa mashi'atuhu wa khalquhu iyaha, na kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala litokee hilo la kutokea, lakini kuliumba hilo linalotokea. Ilmu Allah bil waqa'i, al waqa'i allati sataqa'u, wa kitabatuhu laha, wa mashi'atuhu wa khalquhu iyaha. Ilmu Allah bil waqa'i wa kitabatuhu laha, wa mashi'atuhu wa khalquhu iyaha. Na hii taarifu ilmu Allah bil waqa'i allati sataqa'u wa kitabatuhu laha wa mashi'atuhu wa khalquhu iyaha. Hii taarifu
inatuingiza moja kwa moja kwenye kitu cha kwanza ambacho tumesema kwa kuvifahamu vitatu itakurahisishia na itakuondoshea ishkalati zote katika babu al-qadr. Hii taarifa ambacho kitu cha kwanza tulisema al-imanu bi anna kulla ma yaqa, kuamini kwamba kila kinachotokea yarji'u ila maratib al-qadari al-arba, kinarejea kwenye maratib za qadari 4. Kila kinachotokea kinarejea kwenye maratib za qadari 4. Maratibu za qadari 4, darudi tena kwenye hiyo taarifa. Maratibu za qadari 4 nizifuatazo: almartabatu alula alilm, walmartabatu athaniya alkitaba, walmartabatu athalitha almashia, walmartabatu arrabi'a alkhalq. Martaba ya kwanza ni al-ilmu, martaba ya pili ni al-kitaba, martaba ya tatu ni al-mashia, martaba ya 4 ni al-khalq. Nini maana ya hizi maratibu 4? Maana maratibu hizi 4, chochote kinachotokea lazima hizi maratibu zote 4 ziwe zimehusika. Chochote kinachotokea, kwa maana chochote kinachotokea kabla ya kutokea Allah jalla wa ala alijua kuwa kitatokea. Kwa martaba ya kwanza al-ilm, kabla ya kutokea iko kilichotokea Allah subhanahu wa ta'ala alijua kuwa kitatokea. Baada ya kujua kuwa kitu fulani kitatokea, ambapo ujuzi wa Allah jalla wa ala ni azali, ni ujuzi wa tangu na tangu, ni ujuzi ambao la bidayata lahu, hauna mwanzo kwamba ulianzia hapa. Allah ndo alianza kuvifahamu vitu, kabla hapo alikuwa havifahamu. La, ilmu Allah ni ilmun azaliyun, ni ilmu ya tangu na tangu. Kwa hiyo tangu na tangu jalla wa ala alijua kila kitu ambacho kitakachotokea. Tangu na tangu subhanahu wa ta'ala alijua kila kitu ambacho kitakachokuja kutokea. Baada ya kujua kuwa kitatokea hiki na hiki, ikaja martaba ya pili, kuviandika hivi vyote ambavyo Allah jalla wa ala alijua kuwa vitakuja kutokea, akaviandika vyote. Kwa hiyo mpaka hapa inakubainikia kwamba Allah wakati ameandika kwenye lauhul mahfuz kwamba wewe siku fulani utafanya hili, si kwamba ameliandika kukulazimisha wewe kulifanya hilo, bali ameliandika ni kwa sababu anajua utakuja kulifanya. Ameandika ni kwa sababu anajua utakuja kulifanya, si kwa maana ameliandika kukulazimisha ulifanya. Sasa al-qadariyya tutakuja kuwataja wa mwanzo taban, ambao wao walikuwa wanapinga mpaka ilmu Allah bil waqa'i na kitabatuhu laha. Wao walichokifahamu mpaka wakapinga, wamefahamu kwamba kule kuandika kwa Allah kwamba fulani siku fulani atafanya hili, atazini, atakunywa pombe, ni kwamba Allah anamlazimisha huyu mtu, na hilo haliwezekani. Kwa wakasema suluhisho hapa ni kukataa, hakuna qadar. Lakini kumbe Allah ameandika kile ambacho wewe utakuja kukifanya, na ameandika mpaka makazi yako motoni au peponi. Ameandika hayo ni kwa sababu ya ilmuhu al-azali,
as-sabiq li kulli shay, ni kwa sababu ya kujua kwake kila kitakachokuja kutokea mbele. Mtu atafanya mwenyewe kwa khiari yake, lakini anajua atakuja kufanya. Kwa akayaandika yote haya kabla khalqi samawati wal ardi 50,000 sana. Ameandika kila kitu subhanahu wa ta'ala kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Kabla ya kuumba kwa mbingu na ardhi, si kabla ya kumuumba mwanadamu au kabla ya kumuumba jini, bali ni kabla ya kuiumba mbingu na ardhi. Kataba kulla shay'in fi lawhil mahfuz qabla khalqi samawati wal ardi bi 50,000 sana, kabla ya kuumba kwa mbingu na ardhi miaka 50,000. Mfano wake ni kama vile yale makadirio ambayo pengine hata wewe unaweza ukayafanya kulingana na khibra yako na uzoefu wako wa matumizi ya kila wiki. Unajua kila wiki inatumia kiasi fulani. Kwa sababu ya hii khibra yako na elimu uliyokuwa nayo ya matumizi yako unayoyafanya katika kila wiki, ukaamua wiki hii kwanza niandike matumizi yangu yote nitakayokuja kuyafanya wiki ijayo au kwa mwezi mzima. Ukaandika wiki ya kwanza nitatumia hichi na hichi, wiki ya pili nitatumia hichi na hichi, na baada yake ndio ukaja kuyafanya hayo mambo. Umeandika si kwa maana unalazimisha uyafanye hayo mambo, bali umeandika ni kwa sababu unajua nitakuja kuyafanya haya mambo. Kwa hiyo hilo kama linawezekana fi haqqi, kaifa yastahilu fi haqqi Allah jalla wa ala? Kama linawezekana kwako, vipi lishindikane kwa Allah jalla wa ala alladhi ilmuhu azali? Kwa hiyo Allah jalla wa ala akaandika kila kitu ni kwa sababu anajua chochote kile kitakachokuja kutokea. Na lau kama yeyote hapa tukamuuliza, je, Allah anajua vile ambavyo vitakavyokuja kutokea vyote mbele? Kila mmoja jibu lake atasema kuwa anajua vyote Allah subhanahu wa ta'ala, vijavyo na vilivyopita vyote. Ikiwa anajua, sasa akiandika kwani kuna shida gani? Baada ya kujua kwamba itakuja kutokea hili na hili akaamua aandike. Ndicho alichokifanya Allah, akaandika kulingana na kujua kwake kuwa hayo yatakuja kutokea. Kwa hiyo martaba ya pili ni alkitaba, wa hasalat dhalik qabla khalqi samawati wal ardi bi 50,000 sana. Baada ya kuwa tayari vimeshaandikwa vyote, siku fulani kitatokea hichi na hichi, unasubiriwa muda sasa wa kuja kutokea hicho ambacho kilichoandikwa. Unasubiriwa muda sasa wa kuja kutokea hicho ambacho kilichoandikwa kuwa kitatokea siku fulani. Hilo lililoandikwa kwa itakuja kutokea siku fulani, ikishafika siku ya kutokea na kufanyika hilo jambo, kuna mfanyaji. Inawezekana ni wewe ndio mfanyaji wa hilo, lakini ujua wewe wakati unaenda kulifanya hilo jambo, unaenda kulifanya hilo jambo katika utawala usiokuwa wako, kwenye utawala usiokuwa wako. Kwa maana hii ardhi, hii dunia na vyote vilivyomo ni vya Allah tabaraka wa taala. Huwezi kufanya chochote kile, hata kama una uwezo nacho, huwezi ukakifanya kwenye milki ya mtu pasi na ruhusa ya muhusika wa hiyo sehemu. Huwezi ukakifanya isipokuwa mpaka muhusika wa hiyo sehemu akuruhusu. Hata kama una uwezo, inawezekana mtu akawa anao uwezo wa kuja kufanya biashara hapa ndani ya Mahi, ana pesa na nguvu, kila kitu anacho cha kuweza kuja kufanya biashara hapa ndani ya Mahi kuwauzia wanafunzi, lakini hawezi kuja kwa moja na biashara yake hapa akaanza kuuza, isipokuwa mpaka apate idhini na ruhusa kutoka kwa nani? Kwa utawala ambao wanaimiliki hii sehemu. Akishapata idhini hiyo, ndio atatekeleza lile ambalo anataka kulitekeleza. Sasa ndivyo hivyo vile ambavyo Allah jalla wa ala amekuandikia wewe utakuja kuvifanya, amekuandikia wewe kuwa utakuja kuvifanya kwako hivyo vitu utavifanya ndani ya utawala wa Allah,
ndani ya sehemu ambayo yote hii inamilikiwa na Allah. Dunia yote inamilikiwa na Allah jalla wa ala. Kila kilichopo ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kufanya kitu katika ufalme usiokuwa wako isipokuwa kwa idhni na kwa kutaka yule ambaye anahusika na hiyo sehemu. Kwa hiyo inakuja martaba ya tatu, mashia. Martaba ya mashia. Kile ambacho kimeandikwa huwezi ukakifanya isipokuwa mpaka Allah atake wewe ukifanye. Kile ambacho kimeandikwa wewe utakifanya, huwezi ukakifanya isipokuwa mpaka Allah jalla wa ala atake wewe ukifanye hicho kitu. Na ni kwa sababu unakifanya ndani ya utawala wake. Huwezi kufanya chochote ndani ya utawala usiokuwa wako isipokuwa kwa idhni ya mtawala wa hiyo sehemu. Kwa hiyo inakuja martaba ya tatu, linapokuja kutaka kufanyika hilo jambo ni lazima Allah jalla wa ala atake. Na maana ya kutaka kwa Allah jalla wa ala ni kuidhinisha lifanyike hilo jambo. Ni kama vile almuwaqqi. Ni kama vile almuwaqqi, yule ambaye kazi yake yeye ni kutia saini ili jambo liweze kufanyika. Tayari limeshahukumiwa huko kila kitu, lakini ikifika kwake haliwezi kwenda kutekelezwa mpaka yeye atie saini. Tisha saini pap ndio liende likafanyika. Tayari kila kitu kipo sawa, nasubiriwa saini tu. Kwa nafasi ya Allah jalla wa ala kwenye lile ambalo wewe utaenda kulifanya ni kama vile nafasi ya muwaqqi kwenye kupitisha lile ambalo tayari limeshaamuliwa vipi lifanyike. Kwa ili lifanyike jambo lolote ni lazima Allah jalla wa ala atake. Na haina maana ya kauli hii kwamba kutaka kwa Allah ndiyo kuna mlazimisha huyu mtu afanye hilo jambo, bali kutaka kwa Allah kunasimama nafasi ya kumuidhinisha kufanya kitu ndani ya utawala wake. Kutaka kwa Allah kunasimama nafasi ya kumuidhinisha huyu mtu kufanya kitu ndani ya utawala wake yeye Allah jalla wa ala. Hawezi akafanya kitu ndani ya utawala wake basi na yeye Allah kuidhinisha. Huko ni kumkosea adabu muhusika na mtawala wa hiyo sehemu. Hata kama unajua kwamba hili hataniidhinisha tu, ni lazima upite kwake akuidhinishe ndio nifanye hilo jambo. Hata kama una uhakika fulani mbona fulani amekubaliwa hilo, na mimi atakubali tu, lazima kabla hujalifanya usikie ruhusa yake, upate ruhusa yake ndio ulifanye, kwa sababu ni utawala wake, hiyo sehemu inatawaliwa na yeye. Kwa hiyo pale unapokuja kulifanya lile jambo ni lazima Allah jalla wa ala atake wewe ulifanye hilo jambo, na huko kutaka kwake ni kutoa idhini ya kuendeshwa na kufanyika lolote lile au kufanyika hilo jambo ndani ya sehemu ambayo haimilikiwi na mwingine isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Baada ya Allah jalla wa ala kutoa idhini, ambayo ni martaba ya tatu ya kutoa idhini na mashia, inakuja martaba ya nne. Ambayo ni al-khalq, kukiumba kile ambacho unataka kukifanya. Huwezi ukafanya mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akiumbe hicho ambacho unataka kukifanya. Hiki kipengele nacho pia watu kimewachanganya. Sasa kama Allah anakiumba, tafsiri yake si ndio kakifanya yeye tukaumba? Kuumba ni kitu kingine na kufanya ni kitu kingine. Kuumba ni kitu kingine na kufanya ni kitu kingine. Af'alul ibad, yale ambayo yanayofanywa na waja, yunzaru ilaiha min jihatayn. Hichi ni kitu ambacho mtu anatakiwa akifahamu. Yale ambayo waja wanayafanya yanaangaliwa kwenye pande mbili. Yunzaru ila kaunihi au ila kauniha fi'lan wa kasban. Yale yanayofanywa tukiangalia kwenye upande wa fi'li wa kutendeka na kufanyika, 100% mfanyaji ni wewe. Wewe ndio umefanya. Lakini kuna janibu nyingine, ili wewe uweze kufanya hilo sasa unahitajia mambo kadhaa uweze kulifanya hilo jambo. Unahitajia kwanza al-qudra, uwezo wa kulifanya. Inahitajia pia al-irada,
nia ile ya kulifanya hilo jambo na mashia, lakini pia inahitajia vikosekane vizuizi ambavyo vitakavyokuzuia na kulifanya hilo jambo. Na tukirudi kwenye mambo haya matatu yote, hakuna mwenye kuyaleta mambo haya isipokuwa Allah. Hiyo nguvu ambayo uliokuwa nayo ya kufanya chochote ni nguvu ambayo Allah Jalla wa Ala amekupatia. Baka unaweza kufanya hili. Hiyo nguvu ni nguvu ambayo Allah Jalla wa Ala amekupatia. Lau kama atataka Allah kuiondosha hiyo nguvu na usiweze pengine labda kuiba, usiweze pengine kuzini, Allah anaweza kuiondosha hiyo nguvu. Kwa hiyo nguvu ambayo huwezi kufanya chochote isipokuwa kwa nguvu hiyo imeumbwa na Allah Jalla wa Ala kwako. Lakini pia vile vizuizi ambavyo vinaweza vikakukwamisha na kulifanya jambo, wa kuviondosha vizuizi hivyo ni Allah Jalla wa Ala. Laiti kama Allah atataka kuviingiza vizuizi, kukuzuia na kulifanya jambo, akakuwekea vizuizi, basi huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba yale ambayo tunayafanya wenyewe, lakini yanahesabika kuwa yanaumbwa na Allah Jalla wa Ala, nayo ni kwa sababu mwenye kukupa nguvu wewe hiyo uliyokuwa nayo ni yeye Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hapa pia nijaribu kusherehesha hili kwa upande mwingine ili ifahamike zaidi. Kwenye upande wa al-khalq, kila tunachokifanya kinaumbwa na Allah Jalla wa Ala. Cha kwanza, akili yako isifikirie kuumba ni mpaka labda kuumba kwa maana ya kama vile Adamu alivyoumbwa biyadihi Subhanahu wa Ta'ala, kuumba kuishi hivi. Kuna kuumba mubashara kwa mkono wake Allah Jalla wa Ala. Allah anaumba kwa namna mbili. Anaumba Subhanahu wa Ta'ala kwa mkono wake. Kwa namna tatu tabaan. Anaumba Subhanahu wa Ta'ala kwa mkono wake, kuna viumbe ameviumba kwa mkono wake. Lakini Allah Jalla wa Ala viumbe vingi anaviumba kwa kun, kwa kalima kun. Na huku kwenye kuumba kwa kalima kun kunakuwa ni kwa mubashara au kwa wasita. Kunakuwa ni kwa mubashara au kwa wasita. Mubashara ni Allah kukiambia tu kitu kuwa na kinakuwepo basi na kupitia kitu kingine chochote. Ama biwasita ni Allah Jalla wa Ala kukiumba kitu kupitia kitu. Sisi tunajua kwamba sote sisi ni viumbe vya Allah. Allah Jalla wa Ala ametuumba. Lakini katuumba vipi sisi Allah? Khalaqana biwasita. Ametuumba sisi biwasita. Kupitia kitendo cha mwanadamu alichokifanya ndipo Allah akatuumba kupitia kitendo hicho. Kwa hiyo ndivyo hivyo Allah, wakati tunazungumzia kwenye babul qadar, kwenye mlango wa qadar, kwamba chochote kinachotokea lazima Allah akiumbe hicho kitu. Kukiumba hapo ni kwa njia ya wasita. Kwa njia ya wasita. Kama vile ulivyokuwa wewe umeumbwa na Allah Jalla wa Ala kwa njia ya jimai. Kwa njia ya jimai. Uwezi ukasema jimai mimi nimefanya kwa kulazimishwa na Allah. Umefanya jimai kwa utashi wako mwenyewe, lakini kupitia hiko kitendo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio akakuumba, akamuumba hicho ambacho kinazaliwa. Kwa hizi nne ndio maratib al-qadar ambazo zote zimetajwa kwenye taarifu ya al-qadar pale aliposema ni ilmu Allah bil waqa'i, ni martaba ya kwanza al-ilm, wa kitabatuhu laha ni martaba ya pili al-kitaba, wa mashi'atuhu wa khalquhu iyah ni martaba mbili za mwisho ambao ni al-mashi'a na al-khalqu. Ndio haraka kidogo nizungumzie masala subhanallah. Tunapozungumzia al-mashi'a na al-irada, vitu hivi viwili vina utofauti au vyote viwili kitu kimoja, mashi'a na al-irada. الفرق بين المشيئة والإرادة، تفاوت kati ya mashia na irada. الإرادة تنقسم إلى قسمين. إرادة inagawanyika vigawanyo viwili: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ثم المشيئة ترادف قسما
من هذين القسمين. ثم المشيئة ترادف قسما من هذين القسمين. إرادة نagawanyika vigawanyo viwili, irada shar'ia na irada kaunia. Mashia inarudi kwenye kigawanyo kimoja tu kati ya hivi vigawanyo viwili vya irada. Mashia inarudi kwenye maana ya al-iradatu al-kauniyya. Mashia inarudi kwenye maana ya al-iradatu al-kauniyya. Huo ndio tofauti uliopo kati ya al-irada wa al-mashia. Yani irada inagawanyika vigawanyo viwili, kisha mashia inaingia kwenye kigawanyo kimoja kati ya hivi vigawanyo viwili, ambao kigawanyo hicho ni al-iradatu al-kauniyya. Nini maana ya al-iradatu al-kauniyya? Ambao ukishajua maana ya iradatu kauniyya ndio umejua maana ya mashia, kwa sababu zote viwili ni kwa maana moja. Al-iradatu al-kauniyya maana yake ni kule kutaka kwa Allah jalla wa ala kutokea kwa kitu. Kule kutaka kwa Allah jalla wa ala kutokea kwa kitu. Hiyo irada inaitwa iradatu kauniyya. Yani ma aradahu Allah kaunan kana la mahala wa ma sha'ahu kana wa ma lam yasha' lam yakun subhana lam yakun wa ma lam yasha' subhana lam yakun. Maana ya al-iradatu al-kauniyya ni kule kutaka Allah jalla wa ala kutokea kwa kitu, na atakachotaka Allah kitokee lazima kiwe, lazima kitokee. Yani ma aradahu Allah kaunan la budda an yakun wala budda an yahsul wala budda an yaqa. Chochote ambacho Allah jalla wa ala atataka kitokee lazima kitokee, ni lazima kitokee. Sawa sawa iko kitu kiwe ni katika anavyovipenda au ni katika asivyovipenda. Allah jalla wa ala akishataka wewe uzini lazima uzini, akishataka wewe unywe pombe lazima unywe pombe, akishataka wewe uswali lazima uswali. Lakini ifahamike yale maelezo ya nyuma, kutaka kwa Allah ni kuidhinisha lile ambalo wewe umelitaka kulifanya. Kutaka kwa Allah ni kuidhinisha lile ambalo wewe umetaka kulifanya, sio kutaka kwa maana kukulazimisha wewe ulifanye hilo jambo. Hiyo ni nukta muhimu sana ulifanya. Kutaka kwa Allah ni kuidhinisha kulifanya wewe ambalo wewe umetaka kulifanya, kwa sababu huwezi ukalifanya hilo ambalo umetaka kulifanya mpaka mtawala na mmiliki wa hiyo sehemu wa kuidhinisha kulifanya. Atakuidhinisha chochote kile ambacho utakachotaka kukifanya idha shaa subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ma aradahu Allah kaunan la budda an yakun wa la budda an yahsul la mahala. Na iradatu shar'iyya inarudi kwenye maana ya kutaka kwa maana ya kupenda. Kutaka kwa maana ya kupenda. Yani hata kwenye matumizi ya mazungumzo yetu unapozungumza mimi nakitaka kitu hichi. Mathalan kuna soda hii nauliza unataka soda gani? Unasema uridu hapa. Yani kwa maana umeipenda hii. Yani irada ambayo ina maana ya kupenda kitu, ndiyo hiyo irada inaitwa irada shar'iyya. Sehemu yoyote ambayo utakuta neno arada, badala yake unaweza ukalitoa neno arada na ukaweka neno ahabba, basi makusudio ya irada hapo ni irada shar'iyya, yani kukipenda iko kitu. Yawezekana kikatokea pamoja unakipenda au kisitokee. Allah jalla wa ala yuridu ashya bimaana yuhibbuha وليس كل ما يحبه جل وعلا يقع. Si kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda kinatokea. Si kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda kinatokea. Allah jalla wa ala anachokipenda ni waja wake wote wawe waumini. Lakini halikutokea hilo. Halikutokea hilo. Wapo ambao ni waumini na wapo ambao ni makufari. Lakini anachokipenda subhanahu wa ta'ala waja wake wote kuwa waumini. Mashallah. Muda umeisha. Dakika 5 isha. طيب
Tafsiri ya maneno haya ni kwamba irada hizi mbili, iradatu shar'iyya na iradatu kaunia, kwenye upande wa vitu kuna wakati irada hizi mbili zinakutana na kuna wakati irada hizi mbili zinaachana. Na maanisha nini? Tukisema iradatu shar'iyya ina maana ya kupenda. Tafsiri yake Allah jalla wa ala yuridu ta'ati, mathalan taa zote, ibada zote Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda. Kwa hiyo kwenye kila taa kuna iradatu shar'iyya yuriduha Allah jalla wa ala. Kwenye kila taa, kwenye kila ibada kuna iradatu shar'iyya. Kuna wakati irada shar'iyya inaweza ikawa ipo pamoja na iradatu kaunia. Kuna wakati iradatu shar'iyya inaweza ikawa pamoja na iradatu kaunia kwenye kitu kimoja. Nao ni kwenye nini? Kwenye taati allati waqa'at wa hasalat. Kila taa, kila jambo zuri ambalo Allah analipenda ambalo limeshatokea, hapo irada zote mbili zimekusanyika. Irada kaunia imekusanyika kwa sababu ma aradahu Allahu kauna, chochote unapoona, chochote ambacho unachokiona kimeshatokea, ujue tayari hapo irada kaunia ya Allah imeshapita. Akiwezi kutokea chochote isipokuwa mpaka Allah akitake iko kitu kitokee. Yani lazima irada kaunia ihusike. Kwa chochote kile kinachotokea lazima kuwe kuna irada kaunia imeshatangulia. Kwa hiyo kama ni taati, ni ibada ambazo zimeshafanyika, hizo ibada ambazo zimeshafanyika ndani yake zimehusika irada zote mbili. Kwanza ni kwa sababu zenyewe ni ibada, Allah anazipenda, hiyo ni irada shar'iyya. Pili ni kwa sababu tayari zimeshatokea, zimeshafanyika, haziwezi zikatokea isipokuwa mpaka Allah atake zitokee, irada kaunia. Kwa hiyo kwenye taati ndani yake kuna irada kaunia, al-taatu allati waqa'at, mambo ya taa ambayo yameshafanyika, na hiyo kuna irada shar'iyya na kuna irada kaunia. Kuna wakati kwenye jambo kuna baki irada shar'iyya peke yake, ambacho ni kwenye taati allati lam taqa, mambo ya taa ambayo bado hayajatokea, mambo ya taa, ibada, vitu vizuri vile ambavyo Allah anavipenda bado havijatokea. Tunasema kwenye hivyo vitu kuna irada shar'iyya peke yake, kwa maana Allah yuhibbu tilka al-umur. Lakini hakuna irada kaunia kwa sababu bado havijatokea, bado havijafanyika. Lakini kuna wakati kuna baki irada kaunia peke yake. Kuna wakati inabaki irada kaunia peke yake. Na hii ni kwenye vile vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala havipendi. Asipovipenda Allah, tafsiri yake hakuna irada shar'iyya. Vitu al-maasi wadh-dhunub allati waqa'at, maasi na dhambi ambazo bado hazijatokea, ambazo zimeshatokea, maasi na madhambi ambayo yameshatokea. Kwa kutokea kule, tafsiri Allah jalla wa ala aradaha kaunan, ametaka vitokee na ndio vikatokea. Kwa hiyo kuna irada kaunia peke yake. Kwenye maasi ambayo yameshafanyika ndani yake kuna irada kaunia peke yake. Lakini hakuna irada shar'iyya, kwa sababu irada shar'iyya maana yake ni kukipenda iko kitu, na Allah hapendi maasi. Lakini kuna wakati vyote viwili vinakuwa havipo, yani irada kaunia inakuwa haipo na irada shar'iyya pia inakuwa haipo. Na hiyo ni kwenye maasi wa al-ashya allati la tu'raf annaha mahbuba 'inda Allah wala mabghudha 'inda walati lam taqa, kwenye maasi ambayo bado hayajatokea na vile vitu vingine ambavyo havifahamiki Allah anavipenda au havipendi, lakini bado havijatokea. Wakati huo kabla ya kutokea kwake kwa maasi kabla hayajatokea, huwezi ukayaweka kwenye irada shar'iyya kwa sababu Allah hayapendi, wala huwezi ukayaweka kwenye irada kaunia kwa sababu irada kaunia ni kutokea kwa hayo maasi na bado hayajatokea. Huwezi ukayaweka kwenye irada zozote kati ya hizo mbili. Kwa kuna hizi hali tatu hizi, hali nne hizi ni muhimu sana kuzifahamu. Na nimezitaja, hazikuwa na umuhimu wa kuzitaja, zimenipotezea muda, ili nimezitaja ili tu nizitaje kwenye mtihani. Nimezitaja ili tu nizilete kwenye mtihani. Mashaallah. Tena ushaanza kuvuja hapa. Mashehe, muda ndio umeisha.
Tumalizie dakika 3. Ifike dakika 20. Nimalizie tu kiufupi. Kutaja baadhi ya tawaif fil qadar, makundi katika babul qadar. Babul qadar kuna makundi matatu takriban, yani kuna mu'taqad tatu. Kuna mu'taqad wa al-qadariyah, na kuna al-mu'taqad wa al-jabriyah, na kuna mu'taqad wa ahli sunnati wal jamaa. Tukisema al-qadariyah, al-qadariyah haina maana kikundi kinaitwa al-qadariyah. Hakuna kikundi ambacho kinaitwa al-qadariyah. Bal al-qadariyah ni mu'taqad, ni manhaj ambayo inaitikadiwa, ambao maana yake ni kukataa qadar. Yani makusudia mu'taqadi huu ni kukataa uwepo wa qadar. Ndani yake ndio kuna makundi. Ndani yake kuna Mu'tazila, kwenye al-qadariyah kuna Mu'tazila na wengine. Mu'tazila wanapinga qadar, hakuna qadar. Na ambao wanaitwa ni majusu hadhihi al-umma, majusu hadhihi al-umma, لأنهم أثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، كما أن المجوس أثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. القدرية wao nufatu al-qadar, wapinga qadar, hakuna qadar, ambao miongoni mwao ni Mu'tazila. Lakini mu'taqadi wa pili ni al-jabriyah. Al-jabriyah ndani yake kuna ghulat na kuna mutawassitun. Kuna wale waliochupa mipaka zaidi, waliochupa zaidi kwenye hiyo itikadi, na kuna wale ambao wapo kati na kati. Ghulat kuna Jahmiya, Jahmiya wao wamefanya ghulu kwenye hii mu'taqad. Na itikadi yao wao wanaikubali qadar, wanathibitisha qadar. Lakini wanathibitisha qadar kwa maana ambayo si maana iliyokuwa sahihi kwenye qadar. Qadari wanayothibitisha wao maana anna al-'abda majburun ala fi'lihi, mja analazimishwa kwenye yale anayoyafanya. Hakuna ambacho unachokifanya bi ikhtiyari, bali unachokifanya unakifanya kwa kulazimishwa. Hao ni Jabriya ambao tumesema kuna ghulat. Insha Allah tabata muda wa kufanua zaidi wakati mwingine. Ghulat al-Jahmiyya, na kuna Ash'ira na wadogo zake al-Maturidiyya na Kullabiyya. Hawa ni mutawassitun, wapo kati na kati, hawajazama sana kwenye kuharibu hii itikadi. Na wao wanaitakidi maadamu Allah Jalla wa Ala anamlazimisha mja kufanya chochote, tafsiri yake kila kitu anachomlazimisha anakipenda. Kwa hiyo Allah yuhibbul maasi, ni Allah anapenda kumuona mtu anazini, kunywa pombe. Itikadi ya hawa Ash'ira Jahmiya ni hivyo, kwa sababu Allah hawezi kumlazimisha mtu afanye kitu ambacho yeye akipenda. Mpaka anamlazimisha akifanya, basi kwa huyo mtu kapenda, yani Allah mwenyewe amependa huyo mtu alifanya hivyo. Tutasimamia kwenye maelezo, tutasimamia hapo pamoja. Qaida atujaifafanua, la ta'arud baina ithbati mashi'ati al-'abd wa fi'lihi wa baina mashi'ati Allah khalqi. Tutasimamia hapo, ni asome tu maneno hapa kwa haraka. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadith, na ambaye hatoifahamu tafsiri ya hadithi, yani kwenye mlango wa qadar ukasoma hadithi labda inahusiana na mambo ya qadar, ikawa ikakutatiza, mbona uelewi hii hadithi? Kama vile hadithi ambayo mmetoka kuisoma nafikiri jana, hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, inna ar-rajula la ya'mal bi'amal ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Anasema Sheikh, baadhi ya hadithi ukizisoma kwa ufahamu wako ambao bado hujafafanuliwa, unaweza kuona mbona kama vile hapa hizi hadithi zinawapa nguvu jaburia, zinawapa nguvu kadaria mathalan. Ndio anakupa maelekezo muhimu sana hapo Sheikh, mbele ya hadithi kama hizi. Anakuambia kwa wewe ambao haujazama kwenye kufahamu usahihi zaidi kwenye dini yako, kipi ambacho unatakiwa ukifahamu. Anakuambia waman lam ya'rif tafsir alhadith, na yule ambaye hatojua tafsiri ya hadithi. Umesoma hadithi imekuchanganya ni makusudio yake hasa kwenye mambo ya qadar, wayabluhu aqlu, na akili yake haikuifikia tafsiri ya hiyo hadithi, yani akili yake haijafunguka kwenye kujua hadithi hii na ingiza vipi kwenye kile ambacho unachokiitakidi mathalan. Lakini alhamdulillah anaitakidi kile ambacho anachokiitakidi ahlus sunna, lakini hizi hadithi ndo zinamchanganya hizi. Naona kazi zinaingia kwenye jaburia kuwapa nguvu. Anawaambia shekhe, wewe usisikitike, usihuzunike, haujafikia lakini majibu ya kujibu yako, isipokuwa akili yako bado haijafikia kwenye kupambanua hilo. Na anakuambia sasa faqad kufia dhalik, yeye toshelezwa na hilo tu, toshelezwa na kuamini hicho ambacho amepaswa akiamini. Wa uhkima lahu, na asiwe na shaka atahukumiwa mazuri kwake siku ya kiyama. Yani siku ya kiyama hatopelekwa motoni eti kwa sababu hujajua tafsiri ya sahihi ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ili hali itikadi yako ilikuwa imesalimika kwenye babu al-qadar. La, hautopelekwa motoni kwa sababu hiyo. Wa uhkima lahu, atahukumiwa upande mzuri siku ya kiyama maadamu tu alifanya kile ambacho alipaswa kukifanya, ambacho kitabainishwa hapa mbele. Fa alayhi al-iman bih, kichokuwa wajibu kwake ni kuiamini hiyo hadithi kwamba maneno haya Mtume amezungumza. Mimi kweli sijajua hapo ufafanuzi wake wa ndani, lakini ufafanuzi wake wa ndani upo ambao hauna shaka kwa wale ambao wanajua hizi hadithi kwa undani wake. Wataslimu lahu, na ni juu yake kujisalimisha kwenye hizo hadithi. Akatolea mfano mithlu hadithi Sadiq al-Masduq, ndio hadithi ya Ibn Mas'ud as-Sadiq al-Masduq, maana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano wa hadithi ya mkweli mwenye kuwafikishwa juu ya kuzungumzwa ukweli. Neno al-Masduq yani alladhi yuwaffaqu bisidqi, nakuja kwa maana hiyo, lakini masduq ina maana ya yule ambaye akizungumza anakubalika kwenye kile anachokizungumza na anaonekana kuwa ni kweli. Wa mithlu makana mithlu, inshallah tutasoma hapo maana Sheikh tanzia kubiri.